Tume ya maadili na kupambana na ufisadi ikishirikiana na idara ya upelelezi na wachunguza wanasiasa kadhaa kutoka magharibi mwa nchi wanaoaminika kuhusika na wizi na uharibifu wakati wa maafisa wa tume hiyo walipovamia makazi ya gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya siku ya Jumatatu. Tayari washukiwa 14 wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo, huku mwenyekiti wa tume ya EACC Daktari David Oginde amesema kwamba vijana waliozua vurugu walinuia kuharibu ushahidi kuhusiana na sakata ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 1.4 inayomkabili gavana huyo na maafisa wengine wa serikali ya kaunti hiyo. Several people have been arrested. That investigation is still going on. Makachero wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC na idara ya DCI wameelekezea darubini yao kwa wanasiasa wanaoaminika kuhusikana na tukio la uharibifu wa magari ya serikali siku ya Jumatatu huko Kitale wakati walipovamia makazi ya gavana George Natembeya. Until some people came and incited the crowds, they destroyed extensively 4 of our vehicles. Legal action will be taken against them, 1 for destroying the property and 2nd for obstructing public servants who are doing their work. Mwenyekiti wa tume ya EACC Daktari David Oginde amethibitisha kuwa wanasiasa hao tayari wameshaamulikwa na kwamba chuma chao kimotoni. It is very unfortunate because this is what gives these people the courage, the boldness, the impunity to continue acting, and they mobilize their people to come and follow them to our offices, sometimes to court, and sometimes when we are doing investigation like happened in Kitale. Tume hiyo hata hivyo haikutoa majina ya wanasiasa hao, lakini ilithibitisha ushirikiano kati ya asasi hizo mbili za uchunguzi umezaa matunda. When we go for the so-called big fish, the same people come following them to defend them and to say they are being targeted either as a political grouping or as a community and so on and so forth. So one wonders what Kenyans actually want. Oginde amelezea wasiwasi wake kuhusiana na tabia ya baadhi ya Wakenya wanaowasaidia viongozi wafisadi haswa wakati wanapokamatwa. Let us refuse the little tokens that we may receive from the corrupt, because it is your resources that they have stolen and they are giving you very little of it. Kufikia sasa washukiwa 14 wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Askofu Oginde alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa miongozo ya kutathmini na kudhibiti hatari ya ufisadi. And of course we also know in some instances the private sector is an enabler. When we say corruption is a tango between 2 parties, we've seen cases where the private sector is also implicated. It's noted that bribery, conflict of interest, trading of information, manipulation of accounts, and tax evasion impose heavy costs to the economy, undermine development, and weaken service delivery. Is identifying existing systemic weaknesses and opportunities by doing in-depth analysis, identifying the weaknesses. Miongozo hiyo inatarajiwa kutoa mifumo ya utendaji kwa mashirika kutathmini na kudhibiti hatari ya ufisadi katika shughuli zao za kila siku. Afisa mkuu mtendaji wa tume ya EACC Abdi Mohamud amethibitisha kuwa washukiwa hao watafikishwa mahakamani hivi karibuni. Abdi Aziz Hashim, Darubini Wikendi.